Baadhi ya watu wametaka kujua hatua aliyofikia Simba katika nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Wanapata zawadi gani ya fedha kwa mujibu wa taratibu za CAF kufikia hatua hiyo? Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Yaani bila kujali kama wataendelea baada ya hapo kwenda fainali na hatimaye ubingwa ama vinginevyo. Kwa hatua hii tu ya nusu fainali wanapata nini kama zawadi ya fedha kutoka CAF na wadhamini wake? Lakini pia maswali hayo yameulizwa juu ya Yanga. Yanga inafahamika vyema katika kundi lao la A la michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, walimaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao ambalo liliongozwa na Al Hilal Omdurman, na kisha wengine walioongozana na Al Hilal Omdurman katika hatua ya robo finali walikuwa ni MC Alger. Je, Yanga kwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika wamepata nini kama thamani ya fedha, kama zawadi ya fedha kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF na wadhamini wake? Kwa sababu inafahamika siku zote kwenye michuano ya CAF ya klabu hivi sasa chini ya Rais Patrice Motsepe, daktari huyu, ni kwamba kila timu shiriki imekuwa ikipata fedha kwa ajili ya kupunguzia makali ya maandalizi na uendeshaji, lakini pia kufanya michuano iwe na ushindani mkali. Zawadi ya juu kuliko zote katika ligi ya mabingwa inafahamika CAF Champions League. Namba 1, yule anayetoa ubingwa huwa anapata zawadi ya dola za Kimarekani milioni 4. Lakini mshindi wa pili anapata nusu yake ambayo ni dola za Kimarekani milioni 2. Hizi zote ni katika USD kwa maana ya dola za Kimarekani. Lakini kwenye kombe la shirikisho CAF Confederations Cup ambalo ndilo Simba wanashiriki, bingwa pata dola za Kimarekani, tuweke kabisa dola za Kimarekani milioni 2. Lakini kwa anayeshika nafasi ya pili, tunasema first runner up, anayeshika nafasi ya pili, kwa lugha nyingine mwana finali, second place, huyu mwana finali anapata dola za Kimarekani milioni 1. Lakini vipi kuhusu nafasi nyinginezo? Kwa mfano nusu finali ambayo Simba wapo. Vipi kuhusu nafasi ya 3 kwenye kundi kama waliopata Yanga? Ni kwamba kwenye taratibu za CAF kwa msimu huu ni kwamba zawadi kwa nafasi ya wekundu wa Msimbazi Simba semifinals kwenye kombe la shirikisho, zawadi yake kama wataishia hapo, mpaka sasa wana uhakika Simba kupata dola za Kimarekani 7,500. Yes, 7,500. Hizi ni USD. Kila mara nasisitiza USD. Lakini Yanga kwa kuishia nafasi ya 3 kwenye kundi, maana yake kwa taratibu za CAF kuwa nafasi ya 3 kwenye group katika CAF Champions League, kitita cha fedha kinachopatikana kwa timu zinazomaliza nafasi hiyo ni dola za Kimarekani 700,000. Yes, 700,000. Sasa fedha hizi kwa mbadilishano wa leo wa Benki Kuu ya Tanzania, leo hii tunapozungumza hapa sisi Mbwaduke Stats Sport Next Level, ni tarehe 16 saa za magharibi, ni kwamba dola moja ya Kimarekani mbadilishano wake wa fedha kwa fedha za Tanzania ni shilingi 2,684 na senti 58. Kwa lugha nyingine basi Yanga wanapata kiasi gani? Kwa sababu wana uhakika wa kulipwa shilingi dola za Kimarekani 700,000. Sasa kwa kuzibadilisha, maana yake tutachukua
hiyo 700,000 tutazidisha kwa makadirio ya fedha mbadilishano kwa leo hii kama nilivyotoka kueleza. Nasisitiza tarehe 16 jioni nyakati za magharibi, kwa sababu viwango vya badilishanaji fedha hubadilika kadri ya siku zinavyokwenda. Inaweza ikapanda ikapungua, lakini kwa kuangalia leo hii kama ndio benchmark, kama ndio mbadilishano wenyewe wa fedha, Yanga kwa lugha nyingine kwenye dola za Kimarekani 700,000 ili kuziweka katika fedha za Tanzania utazidisha hapa mara 2684 na senti 58, ambapo jawabu kama utazidisha vizuri, mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, bila shaka utapata bilioni 1,879 na 200,000 kwa fedha ya Tanzania. Bilioni 1,879 na 200,000. Hizi ndio fedha ambazo kwa shilingi zikibadilishwa leo hii, zawadi wanaipata Yanga kwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo wa kundi lao la A kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ni kiasi hiki cha fedha kwa shilingi za Tanzania. Lakini vipi kuhusu Simba? Simba kwa kufika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho, maana utachukua 750,000 ambazo huwa wanazipata wana nusu finali wote kwenye kombe la shirikisho. Maana Simba, Stellenbosch, lakini pia RS Berkane wote watapata zawadi kama ilivyo kwa SS Constantine. Yeyote yule atakayeishia hatua hii. Wale wanaoendelea zaidi, kwa mfano, ukifika finali nimeshasema unapata dola milioni 1. Ukitoa ubingwa unapata dola milioni 2 katika kombe la shirikisho. Sasa kwa hatua hii maana ni dola 750,000 unazidisha kwa kiwango kile kile cha ubadilishanaji wa fedha kama nilivyotoka kueleza awali kwa tarehe hii ya 16 jioni ni shilingi 2,684 na senti 58. Ukizidisha vizuri utagundua kwamba Simba wanapata fedha za Kitanzania, shillings za Kitanzania, hata hapa Yanga alikuwa anamaanisha shillings za Kitanzania, bilioni 2 wanapata na milioni 13 na 435,000. Yes, hizi ndizo fedha ambazo Simba wana uhakika wa kuzipata kutoka shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, wakishirikiana na wadhamini wao mbalimbali. Fedha hizi kwa Tanzania ndo hizi ambazo, mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ili ufahamu zina uzito kiasi gani, ni kwamba kama kwa mfano unakuwa na bilioni 1 halafu kila siku unachomoa shilingi 50,000 kwa ajili ya matumizi, basi utatumia 50,000 kila siku kwa miaka 54 na miezi 8, ndipo utamaliza senti yako ya mwisho kwa fedha za Tanzania endapo unakuwa na shilingi bilioni 1. Sasa kumbuka, Simba kwa kufika hatua ya nusu finali wanapata bilioni 2 na milioni 13 na 435. Unaweza kukadiria hapo mwenyewe kuona ni fedha nyingi kiasi gani. Lakini vivyo hivyo kwa Yanga ambao ni bilioni tumetoka kueleza bilioni 1,879 na 200,000. Si haba, ni kiasi kizuri cha fedha ambacho bila shaka timu zinapozipata hizi, na ndio msingi wa CAF kuhakikisha wanashirikiana na wadhamini mbalimbali na wadau ili kupunguza makali ya uendeshaji katika klabu, kwa sababu mpira ni gharama kubwa, lakini pia kuongeza hali ya ushindani. Klabu zinashindana kuhakikisha zinapata zawadi hiyo kama motivation, kama hamasa kuwafanya wafanye usajili mzuri, waendeshe klabu zao vizuri, ili mwisho wa siku kuwe na ushindani na kuleta burudani kwa wafuatiliaji wa mpira wa Afrika, ndani ya Afrika na nje ya bara la Afrika. Mwisho wa siku kufanya michuano ya klabu inayosimamiwa na CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, kuongeza thamani yake kwa kuvutia watazamaji wengi zaidi, lakini pia kuvutia wadhamini ambao pale ambapo watazamaji wanakuwa wengi, michuano inakuwa na ushindani wa kutosha, vipaji vinapatikana vya kutosha, ndipo na wao kuna uwezekano mkubwa, nasibu kubwa ya kuwekeza fedha zaidi. Yanga, Simba tayari wamekuwa na uhakika wa zawadi hii, Simba wakiwa na uwezekano wa kupata fedha nyingi zaidi endapo watatinga finali na hatimaye kutoa ubingwa kama nilivyotoka kueleza awali. Bila shaka swali niloulizwa na wafuatiliaji kadhaa wa Mbwaduke Stats Sport Next Level litakuwa limejibiwa kwa ufanisi. Kama kuna nyongeza basi mtauliza, na jukwaa hili
Jukumu letu ni kujaribu kufafanua vitu kwa facts, kwa ushahidi usio na shaka ndani yake, ili kuongeza mawanda zaidi ya uelewa kuhusiana na mchezo tunaopenda sana, mchezo wa mpira wa miguu. Ewe mtazamaji wa Maduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.